Usisahau kulike, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Abu Imran Online TV, karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu salihat. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapendwa watazamaji, baada ya kumshukuru Allah jalla jalalu na kumtakia rehema na amani kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nitakwenda kuelekeza mpendwa mtazamaji alama za Lailatul Qadr. Kama tulivyoona fadla za Lailatul Qadri, faida za Lailatul Qadri, na hapa tunakwenda kuzitaja alama za Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ina alama zake kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimaana ukitaka kujua usiku huu ni usiku wa Lailatul Qadr, basi usiku huo una alama. Usiku huo una alama, na alama hizi amezitaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, alama namba moja kabisa itakayokujulisha kwamba usiku huo ni usiku wa Lailatul Qadr, anga inakuwa na utulivu. Yani ile anga ile inakuwa na utulivu, utaona vimondo vinapita huko, kunakuwa na utulivu wa hali ya juu sana sana. Lakini pia kunakuwa hakuna joto kali wala baridi kali, yani anga inakuwa na utulivu fulani, kunakuwa hakuna joto wala baridi sana, kunakuwa na utulivu mmoja ambao huwezi kupata isipokuwa usiku huo wa Lailatul Qadr. Anga inakuwa na utulivu sana, hautaona vile vimondo wanavyopigwa navyo mashaitani, hautaona hivyo wala vimuli vyovyote. Utaona anga baridatan, iko katika mu'tadilan, iko safi kabisa. Anga imetulia, hakuna joto, hakuna baridi kali, iko sawa sawa. Hiyo ni dalili namba moja. Hiyo ni alama namba moja ya Lailatul Qadr. Lakini alama nyingine ni kupata utulivu. Atumanina wa sakina, ni kupata utulivu, na utulivu huu ni ule ambao wanashuka nao malaika wa Mwenyezi Mungu jalla jalalu wakiongozwa na Jibril alayhi salam. Kwa hivyo mja wa Mwenyezi Mungu jalla jalalu anakuwa anahisi utulivu katika moyo wake, anahisi utulivu uliokuwa mkubwa sana siku hiyo. Na kama ni mwenye kutekeleza ibada, basi zile ibada ataziona zina ladha sana, ataona ibada zina ladha nzuri kweli kweli. Lakini pia na moyo ama kifua chake kufunguliwa. Utaona kifua kimekuwa chepesi, utaona wepesi wa ibada, utulivu katika ibada, unapata ladha ya ibada. Hiyo pia ni dalili miongoni mwa dalili ambazo ama alama za Lailatul Qadr. Lakini alama miongoni mwa alama zingine ni asubuhi yake. Yani usiku ule kama ulikuwa ni usiku wa Lailatul Qadr, asubuhi yake jua likichomoza asubuhi, basi jua linakuwa dhaifu na linakuwa jekundu sana. Bimaana nikizungumzia hivyo, bimaana ni jua linakuwa laisa laha shua, linakuwa halina nini, halina ile miale, linakuwa halina miale ile. Jua linachomoza kama vile mwezi wa kama vile mwezi 15 mwezi wa 15, namna unavyokuwa namna ile unakuwa hauna mwangaza ama miale mikali, unakuwa jua liko baridi na linakuwa jekundu sana, mpaka litakaponyanyuka ndipo litaanza kutoa ule mwanga wake mkali. Lakini pia nuzulul matar ni miongoni mwa dalili ama alama za Lailatul Qadr. Usiku wa Lailatul Qadr mara nyingi unaambatana na mvua kunyesha, mvua inanyesha. Sasa ndugu yangu katika imani, ukiona dalili hizi, basi jua kabisa usiku huo ni usiku wa Lailatul Qadr. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.